Niko hapa na Daktari Valerie Forgan ambaye ni profesa wa neva na mtaalam wa neva. Valerie, mtaalam wa neva ni nani? Mtaalamu wa neva ni daktari ambaye amefunzwa maalum katika magonjwa ya mfumo wa neva, yaani magonjwa ya ubongo, uti wa mgongo na neva za pembeni. Nimesikia kiharusi pia kikitajwa kama shambulio la ubongo. Je, hilo linafanana na shambulio la moyo? Ndiyo, baadhi ya watu huita kiharusi kama shambulio la ubongo ili kusisitiza dharura inayohitajika. Kwa ujumla na kwa maneno rahisi, kiharusi kinaweza kufafanuliwa kama jeraha la ghafla la mishipa ya damu ya ubongo. Na kuna aina gani za kiharusi? Kulingana na mifumo ya kiharusi, kiharusi kinaweza kusababishwa na kuganda kwa damu kwenye mshipa wa ubongo na huitwa kiharusi cha ischemic. Kukaza kwa mishipa ya ubongo pia kunaweza kusababisha kiharusi cha ischemic, kiharusi ambacho husababishwa na ukosefu wa usambazaji wa damu kwenye eneo fulani la ubongo. Aina nyingine za kiharusi husababishwa na kupasuka kwa mishipa ya ubongo, na ikiwa damu kutoka kwenye mshipa uliopasuka inaingia kwenye ubongo, huitwa hemorrhage ya ndani ya ubongo. Na ikiwa damu inaingia kwenye eneo linalozunguka ubongo, huitwa hemorrhage ya subarachnoid. Ningefikiria kwamba damu isipotoa oksijeni na virutubisho tena kwa seli za ubongo ingeathiri ubongo. Ndiyo, hata usambazaji mfupi sana wa damu, mapumziko ya sekunde 7 katika usambazaji, husababisha uharibifu usioweza kurekebishwa kwa ubongo unaohusika. Sote tutazeeka, kwa hivyo nadhani sote tuko katika hatari ya kupata kiharusi. Je, naweza kuzuia kupata kiharusi? Ndiyo, hii ni habari njema kuhusu kiharusi. Ingawa ni tatizo kubwa na linalodhoofisha, kinaweza kuzuiwa kwa 85% ya wagonjwa. Yote yanayohitajika ni kujua kama uko katika hatari ya kiharusi, ni nini vyanzo vya hatari zako, na kisha kuchukua hatua zinazofaa kudhibiti vyanzo vya hatari zako. Ulitaja vyanzo vya hatari. Ni vipi hivyo? Ndiyo, vyanzo vya hatari vya kawaida kwa kiharusi ni shinikizo la damu lililoinuka, uvutaji sigara, ugonjwa wa moyo, kisukari na kolesteroli ya juu. Na nikishusha hivyo, je, nitapunguza hatari yangu ya kiharusi? Hakika, na kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema, kwa 85%. Hivyo watu 8 kati ya 10 wanaweza kuepuka kiharusi kabisa. Je, ikiwa tayari nimepata kiharusi, je, naweza kuzuia kisitokee tena? Ndiyo, ingawa watu ambao wamepata kiharusi wako katika hatari kubwa ya kiharusi la kurudia, na takriban watu 2 kati ya 10 hupata kiharusi la kurudia ndani ya mwaka wa kwanza baada ya kiharusi, na 1 kati ya 10 hupata kiharusi la kurudia hadi miaka 5 baada ya kiharusi, na takriban 1 kati ya 20 hupata kiharusi la kurudia baada ya miaka 5. Lakini kuna njia za kuzuia hatari ya kiharusi la kurudia, na jambo la kwanza kujua na kushughulikia ni kujua sababu ya kiharusi chako na kuitibu ipasavyo, kuirekebisha. Kwa mfano, ikiwa sababu ya kiharusi ilikuwa kupasuka kwa aneurysm kwenye ubongo,
au ilikuwa kutokana na kukaza kwa mshipa wa ubongo kwenye shingo kwa mfano, basi unaweza kupendekezwa upasuaji kurekebisha kasoro hizi. Ikiwa kiharusi kilisababishwa na shinikizo la damu lililoinuka pekee, basi kudhibiti shinikizo lako la damu ipasavyo kunaweza kupunguza hatari yako ya kiharusi. Kunaweza kupunguza hatari yako ya kiharusi? Ndiyo, hiyo ni mkakati wa kwanza kupunguza hatari ya kiharusi la kurudia. Pili, unapaswa kufuata kwa karibu sana mapendekezo yaliyotolewa kwako na daktari wako, kuchukua dawa mara kwa mara bila mapumziko yoyote. Hata kama unajisikia vizuri kabisa na unafikiri huhitaji tena dawa, usiache kuchukua dawa isipokuwa umeambiwa kufanya hivyo. Na pili au tatu, unapaswa kudhibiti vyanzo vingine vya hatari vya kiharusi. Vyanzo vya hatari nilivyotaja awali: shinikizo la damu lililoinuka, kolesteroli ya juu. Unapaswa kuacha kuvuta sigara, kudhibiti ugonjwa wako wa moyo ikiwa inawezekana au kadri inavyowezekana. Ikiwa niko kwenye tukio la kijamii kama barbecue na naona mtu anajisikia vibaya na nahisi wanaweza kuwa na kiharusi, je, kuna kipimo chochote ninachoweza kufanya? Ndiyo, katika kesi ya kiharusi kikubwa ni dhahiri kabisa kwamba mgonjwa ana kiharusi. Ikiwa unaweza kuona dalili dhahiri za udhaifu katika mkono au mguu upande mmoja wa mwili, kupoteza fahamu au kupoteza usemi, basi utambuzi kwa kawaida si tatizo, na watu wengi hutambua dalili hizi kama kiharusi na kutafuta matibabu ya haraka. Tatizo linatokea wakati dalili hizi ni za hila au za muda mfupi, zikitatuliwa haraka sana ndani ya sekunde chache au dakika, na hili ni tatizo kutambua dalili. Kuna vipimo rahisi ambavyo kila mtu anaweza kutumia kutambua dalili za hila za kiharusi. Kwa mfano, unaweza kumwomba mtu ainue mikono yake hadi kiwango cha bega na afunge macho, na ikiwa mkono mmoja unashuka, inamaanisha udhaifu katika Sawa. Hii inaweza kuwa dalili ya kiharusi. Unaweza pia kumwomba mtu aseme sentensi rahisi, na ikiwa usemi ni wa kubabaika au mtu hawezi kurudia sentensi, au ikiwa mtu hawezi kuelewa ombi lako, inaweza pia kuwa dalili ya kiharusi. Kisha unaweza kumwomba mtu atabasamu, na ikiwa nusu moja ya uso inaning'inia, basi inaweza pia kuwa dalili ya kiharusi. Kwa hivyo, katika dalili hizi zote zinapotokea na unaweza kuona dalili hata kama huna uhakika kama ni kiharusi au si kiharusi kabisa, unapaswa kutafuta matibabu ya haraka mara moja. Je, vipi ikiwa mtu anapata maumivu makali sana ya kichwa? Je, hilo linaweza kuhusiana na kiharusi? Ndiyo, maumivu makali sana yasiyo ya kawaida au muundo usio wa kawaida wa maumivu ya kichwa yanaweza kuwa dalili ya kiharusi bila dalili nyingine yoyote. Maumivu makali sana yasiyo ya kawaida yanaweza kuwa dalili ya moja ya aina mbaya zaidi za kiharusi inayoitwa hemorrhage ya subarachnoid. Nimesikia msemo muda ni ubongo. Tafadhali, unaweza kufafanua maana yake? Ndiyo, muda ni ubongo kweli, na muda uliopotea mara nyingi unamaanisha ubongo uliopotea. Kwa hivyo,
ikiwa dalili zozote za kiharusi zinatokea au unashuku kiharusi, unahitaji kufika hospitalini haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo, hauwasiliani na daktari wako wa familia au kumpigia simu mwanafamilia. Unaita gari la wagonjwa. Unaita gari la wagonjwa mara moja na kufika hospitalini. Ikiwa mtu anapata kiharusi, ni aina gani za vitu ambavyo anaweza kuhisi? Ni dalili gani zao? Kuna dalili za kiharusi ambazo huitwa ishara za onyo. Zinaweza kutangulia kiharusi au zinaweza kuwa dalili za kiharusi kinachoendelea. Na dalili za kawaida zaidi ni kupoteza ghafla hisia au udhaifu wa mkono au mguu, hasa upande mmoja wa mwili, kuchanganyikiwa ghafla, shida ya kuzungumza au kuelewa, kupoteza ghafla usawa, uratibu, kizunguzungu, kupoteza ghafla uwezo wa kumeza, shida ya kuona ghafla katika jicho moja au yote mawili, na kama nilivyosema awali, maumivu ya kichwa yasiyotarajiwa au makali sana yasiyo na sababu inayojulikana. Nimeambiwa kwamba ikiwa una kiharusi upande huu wa ubongo, unaweza kupoteza uwezo wa kusonga upande wa pili wa mwili. Inaonekana ni jambo la ajabu kwangu. Kwa nini hivyo? Ndiyo, jinsi mwili unavyofanya kazi umeandaliwa. Kwa hivyo, katika hali nyingi, upande wa kulia wa mwili unadhibitiwa na ubongo wa kushoto. Na kinyume chake, upande wa kushoto wa mwili unadhibitiwa na ubongo wa kulia. Lakini kuna sehemu za ubongo zinazodhibiti pande zote mbili. Na sehemu hizo huitwa shina la ubongo au sehemu ya kati ya ubongo. Nimesikia kwamba watu wanaweza kujisikia vibaya na kupata dalili kama kiharusi, lakini hakidumu. Kinaitwa TIA au kiharusi kidogo. Wanamaanisha nini kwa hilo? Na je, ni muhimu kweli? Ndiyo, kuna neno linaloitwa shambulio la muda mfupi la ischemic au TIA, au watu wengine huliita kiharusi kidogo. Hii inahusu dalili za jeraha la ghafla la mishipa ya damu ya ubongo ambalo hudumu chini ya masaa 24. Katika hali nyingi, dalili hudumu kwa sekunde chache au dakika, lakini hazipaswi kupuuzwa kwa sababu mara nyingi ni ishara za kwanza za kiharusi ambazo mara nyingi husababisha kiharusi. Na kuchukua hatua kwa wakati. Kudhibiti TIA. Kuelewa sababu ya msingi ya TIA kunaweza kuzuia kiharusi kutokea. Kwa hivyo ni muhimu sana kutambua dalili na kupata matibabu ya haraka. Professor Feigen, asante sana. Asante.